Maandiko yanasema heri maskini wa roho, maana hawa watamwona Mungu. Maskini wa roho. Kwa hiyo kumbe wapo maskini wa roho. Tunaposema maskini wa mwili, lakini pia wapo maskini wa roho. Andiko hilo linatufunza ya kwamba kuna watu wana umaskini wa rohoni. Unapomtafuta Mungu, maana yake unataka roho yako ipate chakula, ishibe. Ndio maana maandiko yanasema tufunge na kuomba. Unapofunga, maana yake unasibisha roho. Unapokuwa muombaji, maana yake unasibisha roho. Unapokuwa mtu wa kuimba na kusifu mara kwa mara na kumwimbia Mungu, unatengeneza maisha yako yawe ya rohoni. Hivyo basi, maandiko yanapotuambia hivyo, tujue ya kwamba na sisi pia tunao maskini wa rohoni. Wewe unao maskini wa rohoni. Ndio maana tunaenda makanisani kutafuta uso wa Bwana. Ndio maana tunaimba, tunasifu, tunaabudu, tunautafuta uso wa Bwana, kwa sababu sisi ni maskini wa rohoni. Yule ambaye si maskini wa rohoni hawezi kufanya vitu kama hivyo. Lakini wakiwa maskini wa rohoni, lazima utafanya vitu kama hivyo ili roho yako ipate kushiba. Roho yako ipate kuwa na chakula ambaye ni nini? Ni chakula, ni neno la Mungu. Neno la Mungu likae ndani yetu. Kisha ndani yetu, basi sisi tutafanya kile ambacho Kristo aliyotuandalia. Mpendwa katika Bwana, endelea kumtafuta Mungu. Usiache kumtafuta Mungu. Ndipo nasibisha roho yako inakuwa inashiba kila wakati, na utakuwa unamtumikia Bwana kila wakati, kila. Baki na Bwana, uwe na siku njema. Amen.